na toraga maharage. Pora kidogo mchele. Sawa. Watwika kwa hatari hapa. Tuhoshi kwani rwakatwigo itakiru. Hivi huyu mama mdogo ananitafuta nini mimi kwenye maisha yangu? Yaani anakuja kwao kukutukana. Na hapa ameshaya kologa. Lazima ayanywe. Ipo siku atanikuta kwenye 18 zangu. Yaani nitamvunjia heshima. Yaani amekuja na hicho kisukuma chake sasa. Eti mimi nakurubuni wewe utoke kwa mume wako. Makubwa. Mimi unilubuni wewe. Nimekuwa mtoto mdogo hadi nilubuniwe. Mimi kila ninachokifanya nakifanya kwa akili zangu timamu. Sishikiwi fimbo na mtu. Tenda wema nenda zako. Shukurani ana mwanadamu atakufanyia matambiko. Haijalishi ni ndugu wa damu. Mirati ndio kitovu cha hadithi. Ndugu wanaibadili hadithi kisa ni mali za urithi. Mirati ndicho chanzo cha maasi. Ndugu wamegeuka wasi kisa ni mali za urithi. Kisa ni mali za urithi. Sasa basi rafiki yangu, naomba unisamee na umsamee huyo aliyekuja kuharibia mudi yako. Huyo tumeshamalizana naye, nimeshampa vyake. Nimemwambia hivi, asirudi tena hapa kwangu. Akirudi atakuwa ametikisa mti wa upupu. Atakachokipata hata kisahau katika maisha yake. Nakujua sana rafiki yangu. Sasa basi hayo yote 9. Nina la 10 hili moja. Unakumbuka kile tulichoongea? Sasa basi nimekubali tena kilo safi. Wewe. Kweli? Yeah. Yaani kati ya siku zote ulizonifurahisha ni leo. Siku zote nimekaa nikijiuliza, hivi wewe ni mtu gani usiyetaka kubadilika? Unang'ang'ania ndoa. Mwanaume mwenyewe ndo huyo. Mwanaume suruali, hana mbele wala nyuma. Kila siku nguo ile ile. Ilishaka kama ishakuwa kama ngozi, ukiisimamisha inasimama dede. Na wewe ndo unang'ang'ana na huyo mwanaume. Shauri lako. Endelea kupauka hivyo hivyo. Utapauka hivyo hivyo. Yaani kuja na kukuambia kwamba nimekubali, ujue limenifika hapa. Sihitaji tena kukaa kwa huyo mwanaume. Mwanaume gani? Galu. Na anogaga. Ukigesha na ngosha kwikala mwanunga ganyabo liboli dodeke mkalalaga mboli. Ko yikalole nunga bolumba tu. Yaani ni vyote hivyo. Ndio maana nimekuja kwa Viki. Najua rafiki yangu huwezi kaniangusha na kuaminia. Nipe mambo. Kuhusu hilo hata usijali. Hadi mimi nadhani hili swala linatuhusu mimi na wewe. Na nikiangalia kila kukicha, mama yetu hali inazidi kuwa mbaya. Kwa hiyo kaka, paka hapo umefikiria ni nini tufanye ili tusolve tatizo la mama? Unajua Edward, ili tatizo la mama ni la kusababishwa. Sasa kwa sababu ni la kusababishwa na walimwengu, wazo pekee ambalo mimi nimeliwaza la kumsaidia mama, inabidi tumpeleke kwa wataalamu wa tiba asilia. Hapo ndo tunaweza tukajaribu kumrudisha mama kwenye hali yake ya mwanzo. Na kama tutaendelea kuchelewa, mdogo wangu, mama atazidi kuvurugikiwa. Watu pekee wanaweza kumsaidia ni waganga wa kienyeji. Basi. Kaka, mimi niko pamoja na wewe, ila niko tofauti kidogo. Tatizo la mama lilitokea baada ya kifo cha baba kufariki. Kama unakumbuka, mama alikuwa na mawazo sana. Hivyo basi nahisi lile ni tatizo la kisaikolojia ndio limepelekea awe kama hivyo. Na watu pekee wa kumsaidia mama ni madaktari pekee. Maana watampima, watajua tatizo ni nini, ndio watamtibu. Lakini huko unakosema wewe kwa mganga hana vipimo hivyo.
zaidi atafika kule ataanza kuvikishiwa mimioshi tu, ndo atazidi kuvurugika kabisa. Nachokuomba kakangu, univumilie kidogo, mwisho wa mwezi nipate kiasi chochote cha fedha ili tumpeleke mama hospitali akapate tiba. Mama, unajua umefanya jambo kubwa na la maana sana kwenda kuongea na mama mkubwa kuhusiana na jambo la Ngaile. Maana alikuwa anatutia aibu sana hapa mtaani. Yaani unaona keki twikaire nsoni gete. Aho nacho kuri mayo wingontare. Okejo kwereweka kuringana amaresi ayo wabarera abana be nabo. Yo bitinanyo kagete mpa kure nkwiye no Ngaile. Ufiki ukangwela na kampasha aina chato he mhola cyane. Kiukweli mama yangu anakukubali. Unaga ile kujivunga vunga. Yaani ukiona mtu anaenda njia ambayo sio sahihi, unamkanya. Wewe ni mama mzuri sana. Nitondwe diru. Nache ko kure Ngaile nakangwire. Obo chiro wale weta. Arekane nabo. Banke barerera kaya. Oja noro mafumu. Bamuntu baroka machoko bapandike botorwa. Waya ekayare nayo. Irarera murakwe pandagera gete nejime honkana. Alitobore gete kaye neyo makara du. Yani okwe nona tisu nane jaganako. Kikweli mama nenda ukaongee naye. Maana hicho anachokifanya, yani anatutia aibu sana hapa mtaani. Kila kona unaoipita, yani watu wanazungumzia habari Ngaile. Yani kila kona imekuwa ni Ngaile. Na maandiko yanasema mwanamke mpumbavu huivunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. Hasa yeye muache tu achezee ndoa yake. Siku maisha yakija kuwa magumu atakuja kujuta hiki anachokifanya sasa hivi. Mimi sidhani kama kikao hiki ni kwa ajili ya kulumbana au kupingana. Isipokuwa tumekaa hapa ili tuone tunafanyaje ili kumsaidia mama. Kitu sichokijua ni kwamba hapa kuna vitu vinaendelea. Pengine mimi na wewe tukawa hatujui wala hatuoni vinaendelea vipi. Usishangae kwamba siku ikija kutokea tukajua tukawa tumechelewa na mama akawa ameharibikiwa zaidi. Kwa hiyo mimi ni kuombe tu, sio kwamba napingana na wazo lako la kumpeleka hospitali, kwa sababu na wewe ndo utashi wako. Ila ukweli ni kwamba mama sehemu pekee ambayo anaweza akapata suluhisho la matatizo au la tatizo alilonalo ni kwa waganga peke yake na si kwingine. Kaka, usiwaamini sana waganga. Yaani usiwaamini sana waganga. Vipimo vya waganga yaani hawajui wanatibu nini, ila hospitali wanampima, wanajua tatizo ni nini, wanaanza kulitibu lile tatizo. Lile tatizo la mama ni tatizo la kisaikolojia tu. Nesi ni stress zilipelekea kuwa kwenye hali kama hiyo. Nivumilie kaka. Mwisho wa mwezi ufike nipate hela, tumpeleke mama hospitali. Sawa. Nimekuelewa. Nadhani tuseme kwamba wazo lako limekuwa na mashiko sana. Nitakuvumilia ili upate hicho kiasi unachokisema, baadaye tumpeleke kwa hospitali ambako umependekeza. Nadhani hakuna lingine. Sawa. Yeah. Hebu pita pale muangalie kama bado yuko pale, maana ile kamba nilikuwa sijaikaza vizuri. Wana yompo na kusanyaga mwana wane emirimo yawatumamiro kuri mamiyo ya magaka na kusanyaga mayo wana nakusanyaga sana yani eririka umwirika pye bose bebe dontari mana wabakiraga mo pye ate wo wakukwigera webe hontare ukabeja ntwana mai yani haha yani imbanare hadoro na tena gontumba gono ari haha wani kabisi urone ntera dukano mo no nyakora piu
atena kwa kuyomba unene hayayo kunichezera uronichezera nene umuhachezera galofu rwako ena mayi wahumura kati ekire no hana na ekire yikuchale kashwaye ai chiwa humura kati hamodi wota ekire kiko kete mayi akwenu wale muko ni kuisha Mirathi ndicho chanzo cha maasi, ndugu wamegeuka wasi, kisa nimaliza urithi. Mama, Mzee Jumaini nimekuta kwenye eneo la mpaka, ameng'oa katani, akapiga hatua 2 kwenye eneo la nyumbani, shamba la nyumbani, akaipanda. Sasa na mimi nikaona, nikaing'oa katani, nikairudisha pale hivi. Sasa tuone tena kama atakuja kuing'oa. Wewe uri mwana ngo cyahina uriho yiyene do pyishiri hwaha shakurinda bebe ushirinde bebe utizotegemea gekariho na ungi yani wewe pyeshaha shako halafu ingeso sawa sawa engese amaliwa washikire ko eliko kine palizi imeshaanza kuingia kidogo kidogo. Kwa hiyo angalieni tu utaratibu tuweke wa kupalilia. Kwa hiyo ruru choraga abantu wiyambireje ko rureko ere zwigera sana uchore bantu wiyambireje hera iriho yakumaripa. Haya mama. Hakutenda kosa lakini alihukumiwa, hakujua kisa nini na uhai akadhulumiwa. Maginya mtu wa watu. We Masangwa wewe, hivi muda wote na kuita ulikuwa unisikii? Nikajua upo kule uliko mfunga huyo kicha wako, kumbe upo hapa. Hivi Ngaile, yani wewe inapoitwa siku mpya huwa unawashwa kuongea tu, si ndio? Kama mimi ningekusikia unaniita, unahisi nisingeitika? Mimi nimekuja huko kusikia baada ya kuwa umefika hapa. Haya, unasemaje? Naona siku hizi unataka kuwa kiziwi eti? Au unataka kulukwa akili kama huyo mama yako? Sasa basi, sina maneno mengi. Naomba kile nilichokuomba jana. Uliniomba nini? Naona unajitoa ufahamu. Naomba pesa nikasuke. Hivi Ngaile, kwa nini wewe unakuwa mbinafsi sana? Kwa nini unakosa hata chembe ya huruma kwenye moyo wako? Alafu acha kumtoa thamani mama yangu kutokana na hali iliyomfika. Yeye hajapenda kuwa hivyo. Lakini hata kama akiendelea kuwa kwenye hali hiyo, huyo ataendelea na kuzidi kuwa mama yangu tu. Naomba nikwambie kwamba sasa hivi kitu kinachonisababisha niwaze ni kuhusiana na kumtibia mama yangu. Siwezi kuenda kukutafutia pesa ya wewe ukasuke, japo najua ni jukumu langu. Lakini unajua fika kabisa kwamba sasa hivi mimi hali yangu ni ngumu. Sina pesa, sina kazi. Kwa nini unakosa huruma? Kwa nini unionyeshe ushirikiano tukashirikiana kwenye hili swala la mama yangu? Kwa unakuwa mbinafsi. Tenda mema nenda zako, shukurani ana mwanadamu atakufanyia matambiko. Haijalishi ni ndugu wa damu, mirati ndio kitovu cha hadithi. Ndugu wanaibadili hadithi, kisa ni mali za urithi. Mirati